Msichana au mtoto wa kike au mwanamke, usije ukafanya makosa ya kumsaidia mwanaume kwa namna yoyote. Yaani ukitaka kuishi maisha haya kwa majuto, kama mtoto wa kike, mikosi, mabalaa, bahati mbaya, honga mwanaume. Chukua pesa yako, msaidie mwanaume kwa namna yoyote. Utaishi maisha ya majuto mpaka kifo chako. Mwanaume hatakiwi kusaidiwa. Yaani mwanaume muache apambane na hali yake. Hakuna mwanaume anayempenda mwanamke ambaye anampa pesa, ambaye anamsaidia. Yaani wanaume wametengenezwa kupambana, kujisaidia na kusaidia wanawake. Sasa kama wewe ukajifanya mwamba, unamsaidia mwanaume, my dear, utaenda up na majuto mpaka kufa. Bahati mbaya zitakuandama, mikosi na mabalaa. Kwa sababu angalia tu wanawake wengi ambao wamewahi kusaidia wanaume. Mimi ni mmoja wao. Mpaka kesho bado najuta na nitakufa na hayo majuto. Yaani usije ukajaribu msichana na kufungua masikio. Hizo pesa zako fungua account, weka kwa ajili ya kesho yako. Itakusaidia wewe pamoja na wale unaowapenda, lakini usije ukajaribu kumsaidia mwanaume kwa namna yoyote. Hiyo ni njia mojawapo ya kukupeleka wewe kwenye bahati mbaya katika haya maisha. Unajidanganya ndio atanipenda mimi ili niwe wife material, na mara nyingi dada wanaofanya hivyo, unafanya hivyo kwa mtu ambaye sio mume wako. My dear, msaidie mume wako aliyekuheshimisha kwenu, kakuweka ndani. Help that guy. Saidia mume wako halali wa ndoa. Una hata milioni, mpe, mwambie my dear, chukua hii tuongeze tujenge kwa ajili ya watoto wetu, tulipie watoto ada. Msapoti mume wako halali wa ndoa. Lakini hawa vinyangarigata wengine waache wapambane na hali zao. Hawezi kukusaidia wewe. Leave that guy alone, muache afe kivyake.